Mji wa Uvira ulioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umegeuka kuwa alama mpya ya mateso, hofu na uharibifu mkubwa unaosababishwa na vita vinavyoendelea katika eneo hilo, eneo lenye utajiri mkubwa wa madini. Ripoti mpya ya shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeibua madai mazito dhidi ya waasi wa M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda, ikieleza jinsi raia walivyotelekezwa, wanawake kubakwa na watoto kuuawa wakati wa uvamizi wa waasi hao katika mji huo wa kando ya ziwa ya Tanganyika. Kwa mujibu wa uchambuzi wa Human Rights Watch, zaidi ya raia 53 waliuawa katika kile kinachoelezwa kama mauaji ya moja kwa moja yaliyofanya nyumba kwa nyumba baada ya waasi wa M23 kuteka mji huo mwezi Desemba mwaka jana. Waliouawa ni pamoja na wanaume 46, mwanamke mmoja na watoto 6. Mashuhuda wengi walipojiwa na Human Rights Watch walieleza namna wapiganaji hao walivyokuwa wakivamia makazi ya watu usiku na mchana wakitafuta wanaodhaniwa kushirikiana na serikali ya Kongo. Mmoja wa manusura alinukuliwa akisema, walimpiga jirani yangu risasi kichwani kwanza. Shahidi mwingine alisema aliona ndugu zake 4 wakiuawa mbele yake huku akitoroka kuelekea ziwani kuokoa maisha yake. Ripoti hiyo imeongeza shinikizo kwa Human Rights Watch pamoja na mataifa ya Magharibi ambayo yamekuwa yakishutumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23 wanaopigana dhidi ya serikali ya Democratic Republic of Congo. Ingawa Rwanda imeendelea kukanusha kuhusika moja kwa moja na vita hivyo, Human Rights Watch inasema mashahidi wengine waliwaona wanajeshi waliovaa sare za Rwanda wakishiriki operesheni hizo pamoja na wapiganaji wa M23. Umoja wa Mataifa pia umewahi kusema kuwa Rwanda ina ushawishi mkubwa ndani ya operesheni za M23 na imekuwa ikiisaidia kijeshi kwa silaha za kisasa pamoja na mafunzo. Mbali na mauaji, ripoti hiyo pia imeeleza visa vya ubakaji wa wanawake vilivyofanywa na waasi pamoja na wanajeshi wanaodaiwa kutoka Rwanda. Mwanamke mmoja alinukuliwa akisema alivuliwa nguo zote, kufungwa mikono nyuma na kubakwa mbele ya nyumba yake huku mume wake akiuawa alipokuwa akijaribu kumwokoa. Mwanamke mwingine alisema askari mmoja aliyemtambua kuwa ni Mrwanda alimwambia, usipofanya ninachotaka nitakuua. Kauli hizo zimeonyesha ukubwa wa mateso ambayo wananchi wa kawaida wamekuwa wakiyapitia katika eneo hilo la mashariki mwa Kongo. Human Rights Watch pia imesema imegundua makaburi matatu ya halaiki katika mji huo. Mmoja lilikuwa karibu na eneo lililokuwa likitumiwa na walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Watoto pia walitajwa kulengwa na kushambuliwa kwa madai ya kusaidia wanajeshi wa serikali ya Kongo, na katika tukio moja la kutisha, mtoto wa miaka 12 alinusurika baada ya kupigwa risasi na kuchoma bayonet mguuni ili kuhakikisha kama alikuwa amekufa. Mji wa Uvira ulikuwa chini ya udhibiti wa M23 kwa muda mfupi kabla ya waasi hao kuondoka mwezi Januari kufuatia shinikizo kubwa la kidiplomasia kutoka mataifa ya kimataifa. Uvira ni mji muhimu kimkakati kwa sababu ni lango kuu kuelekea Burundi, mshiriki mkubwa wa kijeshi wa serikali ya Kongo. Vita vya mashariki mwa Kongo vinaendelea kuibua maafa makubwa ya kibinadamu. Mamilioni ya watu wamekimbia makazi yao huku wanawake na watoto wakibeba mzigo mkubwa wa mateso. Kwa mujibu wa UNICEF, zaidi ya visa 35,000 vya ukatili wa kingono dhidi ya watoto viliripotiwa katika miezi 9 ya kwanza ya mwaka uliopita katika maeneo ya kaskazini na kusini mwa Kivu pekee. Rais wa Kongo Felix Tshisekedi ameendelea kuishutumu Rwanda kwa kujaribu kuiba rasilimali za mashariki mwa Kongo kupitia makundi ya waasi, huku rais wa Rwanda Paul Kagame akiendelea kuyakanusha madai hayo vikali. Mgogoro huu sasa unaonekana kuingia katika hatua mpya hatari licha ya juhudi za kidiplomasia zilizokuwa zikifanywa na rais wa Marekani Donald Trump kuwaleta viongozi wa Kongo na Rwanda mezani kwa ajili ya mazungumzo ya amani. Kwa wananchi wa Uvira, hata hivyo, kumbukumbu za mauaji, ubakaji na milio ya risasi bado zinaendelea kuwatesa kila siku. Wengi wao sasa wanaishi kwenye kambi za wakimbizi huku wakisubiri ikiwa dunia itawasikia au vita hivyo vitaendelea kuharibu maisha yao kimya kimya.